Hitmaker wa ngoma pendwa kabisa Joy, I mean Diamond Platinum, wengine wanamuita hitmaker wa Happy. So right now hizo track zote zinafanya vizuri kimataifa. So Diamond Platinum all the way from WSB ametutangazia ziara ya show. So wengi tunapenda kuita tour. So hiyo tour ameiandaa kwa jina la Retro. So nadhani wengi mnaelewa nikisema maana ya Retro tour. So kama hamuelewi, kwa mimi ninavyoelewa maana ya retro, yani ni kwa mfano labda kitu fani hivi cha zamani ambacho kimekaa kisasa. Ndo ninavyoelewa. Mfano labda fashion fani hivi ya zamani ila unaitengeneza inakuwa kizamani lakini kisasa. Mfano kuna hizi suruali zao walizozitumia kwenye Joy Ikwechi. So ni suruali fani ambazo chini zimeachia. Zile suruali ukiziangalia zilikuwa watu wa zamani walikuwa wanapenda kuzitumia, lakini right now wanakuwa wanazivaa lakini pia zinakuwa zimetengenezwa kisasa. Mfano kwenye video ya Happy, zile suruali ambao walikuwa wamezivaa chini zinakuwa kama mabwaga fani hivi. So zilikuwa ni kama za kizamani na yale makoti fani hivi walikuwa wamevaa, lakini wametengeneza kwa style ya kisasa. So hiyo show inakwenda kwa jina la Retro, ambayo hiyo show inaanzia mwezi wa 4, mwezi wa 4 ndo huu mpaka mwezi wa 10. Ukiangalia mwezi wa 4, wa 5, wa 6, wa 7, wa 8, wa 9, wa 10, almost kama miezi 7 hivi atakuwa na kiwasha. So hapo ndo tunapokuja tunaona ni ukubwa au msanii ni ana ukubwa kiasi gani. So unapomshindanisha Diamond Platinum na wasanii wengine, nilikuwa naomba niwaulize, hivi huwa mnatumia vigezo gani? Just imagine sehemu kama Australia, umeandaa show yako mwenyewe, au sio? Sehemu kama Zambia, Rwanda, South Africa, hizo ni sehemu ngumu sana. Lakini pia nikija nikiwasomea hii ratiba ya nguli wa muziki wa Bongo Flava hii show ambao itaanza mwezi wa 4 mpaka mwezi wa 10, iko hivi. Anakuambia tarehe 25 ya mwezi wa 4 atakiwasha pale Mwanza. Alafu tarehe 9 atakiwasha tarehe 9 Mei atakiwasha Dodoma. Alafu tarehe 30 atakiwasha Mbeya, tarehe 30 Mei. Alafu Juni tarehe 5 atakiwasha Uganda. Hiyo Juni mwezi wa 6 tarehe 27 atakiwasha Morocco. Alafu Julai atakiwasha Arusha. Hiyo ni tarehe 4. Watu wa Arusha, nafahamu shango la watu wa Arusha lilivyo vizuri. Wako vizuri sana watu wa Arusha. Lakini pia Julai tarehe 18 Tarime atakiwasha pale. Agosti tarehe 29 Rwanda, so watu wa Rwanda stand up. Lakini pia tarehe 26 Septemba atakiwasha Zambia. Lakini pia tarehe 3 Oktoba atakiwasha Dar es Salaam. So wanangu wa Dar es Salaam, stand up, mikono juu, tujiandae kisaikolojia. Tarehe 3 Oktoba ni Dar es Salaam. Lakini pia tarehe 10 atakiwasha kule Australia. Lakini pia tarehe 11 Oktoba atakiwasha pia Australia, Melbourne. So kokote atakiwasha. So hiyo ni ratiba ya nguli wa muziki wa Bongo Flava, Diamond Platinum.
ni ratiba imekaa vizuri kweli kweli, ratiba ya pesa kweli kweli. Huyo ni nguli wa muziki wa Bongo Flava all the way from WSB, Wasafi. So unamshauri nini Diamond Platinum? Una maoni yako yapi? So unachotakiwa kufanya kudondosha maoni yako mimi hapo chini kwenye sehemu ya comment section. Usisahau kulike, kucomment pamoja na kusubscribe katika channel yetu pendwa ya Msangi Technology. Asante sana, bye bye. Next time. Jina langu mimi ni Crown Prince wa Msangi Technology.